Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu aliye hai, leo nawakaribisha tena watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ambao mmekuwa mkitufuatilia na kujifunza juu ya yale masomo ambayo Mungu wa mbinguni amekuwa akitupatia. Asanteni kwa kuwa pamoja na kuendelea kutufuatilia. Naendelea kuomba tena tuendelee kujifunza pamoja, maana Biblia imesema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Leo tuna ujumbe mpya wenye kichwa cha somo kinachosema ndoto kama lango. Ujumbe wa leo unasema ndoto kama lango. Nimepata msukumo huu wa kufundisha kwa sababu ni wengi wanateswa kupitia ndoto na hawajui cha kufanya ni nini. Wengine wanaota ndoto hawaelewi, wengine wanaota ndoto wanasahau, wengine wanaota ndoto zinakuja zinatokea, wengine wanaota ndoto halafu hawajui ni hatua ipi inayofuata baada ya wao kuota ndoto. Leo utapata ufafanuzi kwa kina kwa muda huu mchache ambao tumepata nafasi ya kujifunza. Mungu akupe neema, Mungu akupe kibali, Mungu akupe hekima, akupe usikivu na akupe uvumilivu wa kufuatilia ujumbe huu. Amen. Ndoto kama lango. Kichwa cha somo ndivyo kinavyosema hivyo. Swali linakuja, je, nini maana ya ndoto? Na nini maana ya lango? Siwezi kufundisha ndoto kabla sijaanza kufafanulia ndoto ni nini na lango ni nini. Taanza kufafanua nini maana ya ndoto na nini maana ya lango. Ndoto ni picha inayoonyesha mustakabali wa maisha ya mtu. Narudia tena. Ndoto ni picha inayoonyesha mustakabali wa maisha ya mtu, yalivyo sasa, yatakavyokuwa baadaye na hatima ya mtu huyo. Na lango ni kitu chochote chenye uwezo wa kupitisha au kuzuia, chenye uwezo wa kuruhusu au kuzuia, chenye uwezo wa kusema ndiyo au hapana. Kwa hiyo ndoto kama lango. Naposema ndoto kama lango, namaanisha pia kwamba ndoto unaweza ukawa mlango unaweza kupitisha madhara kwenye maisha ya mtu, kwenye biashara ya mtu, kwenye ndoa ya mtu, kwenye kazi ya mtu, kwenye utumishi wa mtu, na ndoto hiyo hiyo inaweza ikayazuia hayo yasitokee. Kwa hiyo lango na ni kitu kinachoruhusu, na ndoto ni moja ya mlango. Sasa nimesema kwa upande mwingine ni picha. Ndoto ni picha inayoonyesha mustakabali wa maisha ya mtu, yalivyo sasa, yatakavyokuwa baadaye na hatima ya huyo mtu. Kwa hiyo kuna njozi unayoletewa na Mungu kwa ajili ya wakati wa sasa, na kuna njozi unaoletewa na Mungu wakati wa baadaye, na kuna njozi unayoletewa na Mungu inayoonyesha wakati wa mwisho, hatima ya kuishi kwako duniani. Lakini kuna njozi pia inayoletwa na Mungu kwako kwa ajili ya maisha yaliyopita nyuma, kwamba yamkini kuna mahali uliharibu sehemu fulani. Madhara unayoyapitia leo ni matokeo ya kile ulichofanya. Sasa ili utoke kule, Mungu anakupa ufunuo kwa njia ya ndoto kukujulisha ulichowahi fanya. Yamkini umesahau, yamkini ulikipuuza. Sasa Mungu anatumia mlango wa ndoto kukukumbusha yale maisha ya kule, ili uanze hatua ya kutengeneza usonge mbele. Twende tufuatane pamoja. Shetani anatumia lango la ndoto na Mungu anatumia lango la ndoto. Kuna ndoto ya Mungu, kuna ndoto ya shetani, na kuna ndoto ya mwanadamu, ambayo hiyo ni ya kwako wewe mwenyewe. Haimuhusu Ibilisi wala haimuhusu Mungu, inakuhusu wewe mwenyewe kutokana na vile ulivyosikia. Taomba tusome maandiko hapa ya kuthibitisha kwamba Mungu analitumia lango hili la ndoto, na nitakusomea pia ujue kwamba ndoto za kibinadamu
na kukufafanulia ndoto za kishetani. Tunaanza na ndoto ya kimungu au kukujulisha kwamba Mungu anatumia lango la ndoto, kwa sababu naongea na watu wengi ambao mmekuwa mkipuuza sana mnapokuwa mnaota ndoto, na saa nyingine mmeshtuka kwenye ndoto na mnasema hii ni ndoto kama ndoto nyingine. Pengine Mungu anaweza akakupa neema na ufahamu wa kuelewa zaidi kwa kina kupitia hichi nitakachokufundisha. Ayubu 33 kuanzia mstari wa 14. Ayubu 33:14 mpaka mstari wa 18. Anasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajari, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Shika hiyo point kwamba Mungu anaongea mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajari, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Mstari wa 10 sasa, ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondolee mtu katika makusudi yake na kumfichia mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Lakini yote haya anatumia kuyafanya na kuongea na mwanadamu kupitia ndoto. Umepata ushahidi wa andiko la kukujulisha kwamba ndoto kama mlango wa ndoto, Mungu huwa anautumia pia kufikisha ujumbe bila kujali ni nani. Kila anayeota ndoto, wengine ni waliookoka, wengine ambao hata hawajaokoka, Mungu husema nao, ila tatizo lao ni kwamba hawaelewi Mungu anachosema juu ya njozi wanazoota. Twende upande wa pili, ndoto ya mwanadamu. Kitabu cha Methali sura ya 5 mstari wa kitabu cha Mhubiri 5:3 takusomea hapa uone kwamba kuna njozi nazo za kibinadamu ambazo kwa wewe unayeota ukija kujichanganya ukasema ni ndoto ya Mungu, unaweza ukakosea. Maana kumekuwa na watabiri wengi wanaotabiri saa nyingine vitu ambavyo si vya Mungu kwa sababu wameshindwa kupambanua. Mhubiri 5:3 Biblia inasema, kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Kwamba kuna saa maneno unayoyasema, kuna saa shughuli unazozifanya, kuna saa kazi unazozitenda, unaporudi kulala zinarudi kwenye ufahamu wako. Ni sawasawa na mtu aliyeangalia movie fulani kwenye TV yake, sasa anaenda kulala usiku, ile movie inajirudia kwenye ufahamu. Hiyo sio ndoto, ni kile ulichotazama kinajirudia, kwa sababu ufahamu huo umewekwa kwa mwanadamu. Mwanadamu ana memory card ambayo iko ndani, ambayo inatunza kila anachoona, inatunza kila anachosikia, na anapopata utulivu wa kulala, kwa sababu mwili saa hiyo umenyamaza, roho inaanza kulipiti yale mambo ambayo alikuwa anayafanya au alikuwa anayasikia. Yaani ni sawasawa na mbuzi anapokuwa anakula majani, anapopata nafasi ya kupumzika, anakicheua tena kile chakula, anaanza kukitafuna upya. Tamfananisha mwanadamu kwenye mlango wa njozi, ni hivyo. Kisema hivyo, nafikiri utakuwa umepata kidogo ufafanuzi kwenye hili eneo kwamba kuna njozi za kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, tusafiri tena sasa kwenye kuelewa ndoto za mashetani, kwamba ziko mpaka ndoto za mashetani ambazo hasitokani na Mungu. Yeremia sura ya 23 mstari wa 25. Angalia Mungu anavyowakemea manabii. Yeremia 23:25, tutakwenda kwa haraka. 23:25 takwenda kwa haraka. Yeremia 23 na ule mstari wa 25. Neno la Mungu linasema ya kwamba, nimesikia walioyasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema, nimeota ndoto, nimeota ndoto. Je, mambo haya yatakuwa katika mioyo ya manabii wanaotabiri uongo hata lini, na manabii hao wenye udanganyifu katika mioyo yao wenyewe?
nimeota ndoto, lakini hizi ndoto Mungu anasema hazikutoka kwake. Wale manabii wanatabiri uongo. Sasa usifikirie hawakuota ndoto, bali waliota ndoto, na kwa sababu hawakuwa chini ya mkono wa Mungu, hawakuwa chini ya umiliki wa Roho wa Mungu, alipata nafasi roho wa Shetani akawapa njozi. Kupitia zile njozi wanaenda kuwatabiria watu wa Mungu, wakiwaambia Mungu amesema, Bwana asema, Bwana asema, lakini kile ambacho kimesemwa hakikutoka kwa Roho wa Mungu. Nini maana yangu? Chunga, si kila njozi unayoota imetoka kwa Mungu. Utaijuaje ya Mungu? Utaijuaje ya Shetani? Utaijuaje ya kibinadamu? Tufuatane pamoja huko mbele, kwa sababu ni somo refu ambalo pengine linaweza likachukua mwezi mzima. Tunajifunza kwa vipande vidogo vidogo. Nitaendelea kufundisha sehemu ya kwanza mpaka sehemu ya mwisho. Endelea kufuatilia, kitakapoishia hichi kina mwendelezo wake. Tuende pamoja hatua inayofuata ya kujifunza juu ya kipengele hiki. Tutazame jinsi Mungu anavyolitumia lango hili. Mungu hulitumia lango hili kusema na mwanadamu, akilenga kumpa taarifa ya mambo yaliyopita, mambo yaliyopo, mambo yajayo na hatima yake. Narudia tena, ndoto ya Mungu imegawanywa kwenye vifungu vinne. Unisikilize vizuri. Mungu anaweza kakuletea ndoto ya mambo yaliyopita. Hapa nitagombana kidogo na wale wahubiri ambao wanasema Mungu hawezi kukufunulia vitu vya kale vilivyopita. Vikusaidie nini? Hujajua. Kwa sababu maisha ya mtu ili yasimame yanahitaji historia kwanza. Lazima ujue tulikotoka ni wapi. Unapojenga kanisa na kusema tunataka kanisa liwe na nguvu za Mungu, huwezi hata nguvu za Mungu zikakaa kwenye kanisa kama hujajua kanisa la kwanza lilikuwaje, kwa sababu lile ndio linatupa picha kwamba lilikuwa na ishara hizi, walifanya nini mpaka wakafika hapo. Kwa saa ingine ni tabia ya Mungu kukukumbusha, kukurudisha nyuma, kukufunulia chanzo kinachokusababisha. Ndio bado unasoma kwenye kitabu cha Ufunuo, unasikia anasema kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu. Maana yake kuna saa anakukumbusha mahali ambako paliharibika, au kuna saa anakukumbusha mahali ambako uliwahi kufanya vizuri akatembea na wewe, sasa leo hayuko na wewe. Anakukumbusha yale maisha kwamba kumbuka namna ambavyo ulitembea na mimi, kumbuka namna ambavyo ulienenda na mimi, ile namna ulivyoenenda na mimi naitaka na leo utembee na mimi. Anakuletea njozi inayoongea na wewe chini wakati ule. Lakini kuna njozi nyingine inayokuja kulenga kukujulisha wakati ulionao kwamba hiki unachofanya si sawa mbele ya Mungu, kwamba njia hii unayoipita si sawa mbele za Mungu, kwamba haya mawazo unayoyawaza moyoni mwako hayatokani na Mungu. Anakujulisha juu ya wakati uliopo. Halafu kuna saa anakujulisha wakati unaokuja mbele yako, anakufunulia vitu vya mbele yako. Unapanga safari ya kwenda Kariakoo, kumetegwa ajali, anakufunulia. Kesho unataka kwenda Kariakoo, unafunuliwa leo. Manake Mungu anaongelea kitu cha mbele kwamba mwanangu, hiyo safari unaoendea sio salama. Unataka kufungua biashara sasa, unashangaa mchungaji, nimelala usiku wa leo, unashangaa kwenye ile eneo la biashara yangu nimeota kwamba watu wanafukua chini, wanafukia jeneza. Unapoona namna hiyo, manake Mungu anaongea tayari kwenye eneo hilo unalokwenda kufanyia biashara pana roho ya mauti. Maana yake hiyo biashara haitasimama wala haitasawi. Mungu anaongea hicho kitu. Wakati mwingine anaongea kwa habari ya wakati wa mwisho, kukujulisha kwamba nyakati za mwisho kutakuwa katika hali hii, akilenga kukutahadharisha usije ukaingia mahali pasikofaa, akilenga kukupa tumaini, akilenga kukupa kujua unapokwenda palivyo. Mungu wa mbinguni akubariki kwa kipande hichi ambacho umepata kujifunza. Mwisho wa kipande hichi ni mwanzo wa kipande kingine. Karibu tena, utaendelea kutufuatilia tena kwenye kipande kinachokuja. Mbarikiwe sana.